Kuanzisha biashara. Karibu katika series zetu au kwa Kiswahili tamthilia inayohusu biashara 8 za mtaji wa $100,000. Episodi yetu hii ya kwanza inajulikana kama siri ya uji na maandazi. Na katika hii episodi tutasikia wasichana wawili au kina dada wawili ambao kila mmoja ana mambo tofauti, na mtaweza kuona unawezaje kuwatofautisha hawa kina dada wawili katika hii tamthilia yetu. Sasa tuendelee na tamthilia yetu. Hawa kina dada wawili wanafanya shughuli mbalimbali za kubangaiza hapa jijini Dar es Salaam, na wanafanikiwa kwa mwezi kupata angalau $100,000. Sasa kinachofuata ni kuangalia hizo $100,000 wanazopata wanazitumia namna gani. Huyo unayemwona hapo ni Mama Seki, na alikuwa amebakiwa na shilingi $100,000 tu kama akiba yake ya mwisho. Kodi ya nyumba ilikuwa inamdai na hakuwa na uhakika kesho atakula nini. Huyu dada mwingine anaitwa Joyce. Yeye ndani ya miezi mitatu hiyo ameweza kujiingizia faida ya shilingi $1,500,000. Hivi ndivyo alivyofanya huyu dada Joyce. Karibu kwenye episodi ya kwanza ya biashara 8 za $100,000. Leo tunaangalia nguvu ya uji na maandazi. Wengi wanadharau hii biashara na kuona ni ya watu wa chini, lakini namba hazidanganyi. Sasa twende kwenye mchanganuo. Sasa huyu dada kwenye ile laki ambayo ndio kama mtaji aligawa kama ifuatavyo. Unga wa ngano na mahindi ambao ni kilo 6 ilimgharimu shilingi $18,000. Sukari ambapo ilikuwa ni kilo 2 ilimgharimu shilingi $5,000. Mafuta ya kupikia ambayo ilikuwa ni lita 1 ilimgharimu shilingi $4,500. Mkaa na viungo mbalimbali ilimgharimu shilingi $8,000. Sasa vifaa kama vile sufuria alitumia za nyumbani, hivyo akabakiwa na chenji ya dharura ya shilingi $20,000 baada ya malipo yote hayo ambayo alikuwa ameyafanya. Sasa jumla ya mtaji uliotumika siku ya kwanza ni shilingi $55,000 tu. Sasa siku ya kwanza ya kufanya biashara haikuwa rahisi. Alipika maandazi 50 na akauza maandazi 20 tu. Watu walikuwa hawamjui na walizoea kununua maandazi sehemu nyingine. Huyu dada alitaka kukata tamaa, lakini aligundua siri moja: ongeza ubora alafu punguza ukubwa wa hayo maandazi. Kwa hiyo alianza kuweka iliki na tangawizi kwenye uji wake bure na kupunguza kidogo saizi ya andazi ili faida isipotee. Wiki iliyofuata mtaa mzima ulihamia kwake kwa sababu ya ule uji wa iliki. Kwa siku sasa anauza vikombe 50 vya uji na kila kikombe ni shilingi 500. Sasa hii ni sawasawa na shilingi $25,000. Na kwa upande maandazi aliuza maandazi 50 na kila andazi anauza shilingi 300, ambayo hii sasa inaleta bei ya maandazi inaleta shilingi $15,000. Sasa jumla ya mapato imekuwa $40,000 kwa siku. Sasa ukitoa gharama yake ya shilingi $25,000, ina maana anaweka kibindoni $15,000 kama faida safi kila siku. Hii ni sawasawa na shilingi $450,000 kwa mwezi.
Sasa unapoanzisha biashara yoyote, siri sio mtaji mkubwa. Siri ni kuanza na ulichonacho. Huyu dada alianza na sufuria ya nyumbani. Je, wewe unangoja nini? Kwenye episodi ijayo, tunaangalia biashara ya kijana aliyeuza chipsi mayai kwa mtaji huo huo wa $100,000. Mambo yalikuwaje? Sasa kabla sijamaliza, naomba maoni yako kuhusu huyu dada ambaye alikuwa anabangaiza na anafanikiwa hadi mwisho wa mwezi kuwa na $100,000. Lakini alikuwa amekwama kwa sababu alikuwa anaona kama hiyo $100,000 hawezi kufanya kitu chochote. Akifikiria kulipa kodi, mambo ya vyakula na pengine mambo ya watoto hapo nyumbani. Kwa hiyo yeye ikawa ni kila mwezi anabangaiza, anapata angalau $100,000, lakini hana maendeleo. Sasa unasemaje kuhusu dada? Huyu sasa ni dada Joyce, ambaye na yeye kama yule aliyetangulia anabangaiza kwa shughuli mbalimbali, na ikifika mwisho wa mwezi anakuwa na akiba angalau ya $100,000. Lakini yeye akafumba macho akasema, nitajipiga moyo konde na hizi $100,000 nianzishe biashara. Na kama tulivyoona, ameanzisha biashara ya uji na maandazi, na hali ilikuwa ngumu, lakini alipanga hesabu zake barabara. Na hata wakati mwingine, wakati anaanza, kwa mfano uliona kuwa alikuwa hana wateja kabisa, alikuwa anapata hasara, lakini yeye akafanya uvumbuzi, akaamua kuongeza vitu viwili vitatu, amefanikiwa. Sasa naomba uniandikie ukinipa maoni yako kuhusu hawa dada wawili, na mimi nitachangia pia kuongezea ya kwangu. Kwa hiyo nategemea wengi mtaniandikia mkinielezea maoni yenu kuhusu hawa dada wawili. Mwisho kabisa, naomba msubscribe huduma zetu ili msikose kuona video zetu na hata vipindi vyetu vya Tanzania Business Channel Online Television vinavyohusika na mambo ya uanzishaji wa biashara mbalimbali. Na kwa kusubscribe maana yake kwa unabonyeza hicho kibatani kilichoandikwa subscription. Ukifanya hivyo, basi hutakosa kuona video zetu zinazotolewa na How to Start a Business Channel, lakini pia unaweza ukaona vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television vinavyotangazwa kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtayarishaji wa vipindi vya television pamoja na YouTube channel Ali Mwambola. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.